Kupa ilikuwa ni shida sana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Motosi Kupa pia vile vile uko naona hata kwenye namna yanasema ya kupokea, yani ya kupokea mpira, amepewa pasi. Unaona kabisa ule mpira yani akifika kwenye mguu wake ulikuwa unamuona mtu kama anatetemeka. Kwa nini? Sometimes nilikuwa namuelewa kwa sababu unapoizungumzia Simba unaizungumzia ni timu ambayo yenye pressure kubwa, ina mashabiki wa kutosha ambao wanajijua wao wenyewe. Yani ukicheza vizuri muda wote ule sababu na wao wenyewe wanajua, kwa maana kwamba sababu na wao wenyewe moja kwa moja wanajua kabisa wao wenyewe wanajua kabisa kwamba nini ambacho kimsingi wanataka kufanya, nini wanatakiwa kukifanya. Mashabiki wenyewe wanajijua, ukicheza vizuri watakupa maua ya kutosha. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili pia vile vile inategemeana, kwa maana ya kwamba inategemeana. Ukiachana na kwa maana jambo la pili pia unasema linategemeana. Ukicheza vizuri watakushangilia, ukicheza vibaya maana yake watadili na wewe vile inavyohitajika. Sasa ukimwangalia Motosi Kupa bado anaonekana kama ana kitete, hata kwenye kuachia mipira, kwa maana kwenye kupiga pasi bado ulikuwa unamuona na uzito mkubwa zaidi. Kocha sasa kwa kulitambua hilo, kwa sababu tunasema mchezaji hata kama asipofiti mechi iliyopita labda akukupa ile performance ambayo inayojitosheleza, tunasema kwamba angalau unampa nafasi kwenye mechi nyingine ambao unaambia bwana, hii ni mechi nyingine ya wewe kuweza kutathmini unaweza ukaenda kumpa nini. Sasa leo Motosi Kupa kaikwa namba 8. Pia vile vile kocha kaamua kutumia forcing namba 9. Ameweka mtu kama Inos Loemba. Mechi iliyopita Loemba alisimama namba 10. Namba 9. Alishindwa kuweza kuzalisha kwa maana magoli. Leo kocha kampa ile nafasi. Sawa? Ya kuweza moja kwa moja kumsimamisha na magapi. Kampa nafasi kwa maana kwamba kwenda kusimama namba 9. Kwa maana kwamba kwenye mechi iliyopita inawezekana kaika sababu kwamba labda sikuwa anapata mipira ya kutosha. Kwa sababu ukiweka kama namba 9 maana yake unategemea zaidi kwamba apokee zaidi mipira ya kutosha ili aweze kuitumia. Lakini alikosa ile huduma ya mipira ya kutosha. Kumweka katika eneo la namba 9, lakini pia unategemeana ni kina nani ambao watakuwa wanamzunguka kwa maana Inos Loemba. Namba 10 amemweka Clatous Tota Chama, kwamba kwa sababu Ino Loemba mechi iliyopita nilikusimamisha namba 9 ukashindwa kuweza kufunga magoli, labda kwa sababu labda huduma mipira ilikuwa ifiki, nimekuanzishia na Clatous Tota Chama kwenye mechi ya leo, huduma mipira itakuwa inafika kwako kwa wakati, kitakachohitajika ni wewe sasa kunipa magoli. Alafu namba 11 amemaliza na Anise Aliyeura, maana yake winga Morris, winga Anise Ura. Namba 9 Ino Loemba, namba 10 Clatous Tota Chama, namba 6 Semfuko Daudi Charles, namba 8 Motosi Kupa, namba 2 Kapombe, namba 3 Anthony Mligo, namba 4 David Kameta Duchu, namba 5 Vedastus Masinde, golikipa Hussein Abeli. Hicho ndio kikosi cha Simba Sports Club. Lakini unaangalia nje Simba wana kina nani? Simba Sports Club nje wana Tanja Kasali Jibo, nje wana Nathaniel Chilambo, nje wana Nixon Kibabage, nje wana Ismaila Ture, nje wana Rushen Derek, nje wana Yusuf Kagoma, nje wana Alibase Geye, nje wana Kelvin Naftal, nje wana Kereso Makagalwa, nje wana Ibrahim Dumbia, nje wana Ibrahim Jaba. Hao ni wachezaji wa akiba. Maana yake unategemea kwenye second half kumuona Alibase Geye, Kereso Makagalwa. Kocha anaweza kafanya kipindi cha pili akamwambia ni Seura na Morris Abraham tokeni, akamwambia Libase Geye kanitengenezee pacha, akamweka pacha pamoja na Kereso. Alafu namba 9 akamwambia Ino toka hapo, akamwambia Ibrahim Dumbia ingia pale. Hiyo ni second half, unaweza kaona akakufanyia hivyo. Ibrahim Dumbia akamweka namba 9, winga akamweka Kereso, winga akamweka Libase. Alafu akamwambia Chama inatosha, toka hapo. Akamwambia sasa mtu kama nani? Akamwambia labda Ibrahim Jaba kasimame pale namba 10 kwa sababu wewe ni unacheza namba 8, unacheza pia na namba 10. Alafu akasema katikati hapa akaambia labda Semfuko Daudi Charles na Motosi Kupa mbu tokeni. Akaambia bana ingia Yusuf Kagoma mtengenezee pacha hapa, anaweza kasomesha na Kelvin Naftal. Wakazima pale vizuri. Alafu then second half akaambia bana second half akaamua bana Anthony Mligo kukapumzike. Akaambia Kibabage mbu ingia pale. Kazime namba 3. Alafu kwa mabeki wakati hapa akaambia jinyu wawili Duchu pamoja na tena anaweza akamtoa Shomari Kapombe. Akamtoa Shomari Kapombe, anaweza akamtoa pamoja na nani? Na Anthony Mligo. Alafu akamuingiza nani? Alafu akamuingiza mtu kama Ismaila Ture.
Akaambia Ture kacheze na Duchu, kacheze pale position ya Duchu, afu Duchu akaambia rudi namba ngapi huko? Rudi namba 2. Afu